Sasa ni hivi, maisha ni yako ndani ya siku mpya ambapo utajifunza mambo mbalimbali yatakayokutia hasira ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Tunapatikana kwenye platform zote za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na huko kwenye YouTube. Subscribe, like and share. Ni katika eneo ambalo linajulikana kama kwa Mama Nailo hapa jijini Arusha, na hii ni kata ya Sombetini. Mtazamaji unaotuangalia, ni hapa ndio maeneo yalipotokea ajali, na hii ni kutokana na sababu ya kunyesha kwa mvua mbalimbali hapa jijini Arusha. Nashukuru jeshi la polisi limefika kwa wakati, limetuokolea mtoto wetu na limemchukua kumpeleka hospitalini. Ni kana kwamba tuwaambie vijana wetu weza watoto wetu kwamba mnapoona dalili ya mvua ni bora mrudi manyumbani. Maisha ni yako ndani ya siku mpya. Unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Libarikimas, napatikana hapa Sombetini, maeneo ya Sombetini hapa. Hichi kilichotokea, labda unaweza kutupa ufafanuzi mzima, kilikuwaje na imesababishwa na nini? Hichi kilichotokea leo kwa kweli ni jambo la kusikitisha, kwa sababu ajali iliyosababishwa na mvua, na huyu mtoto alikuwa kwenye kibanda amesimama kwa kujikinga na mvua, na mti ulikuwepo pale. Sasa huu mti ulifurumiwa na upepo ukamwangukia upande mmoja wa mkono kwenye bega, ukathirika kabisa, mtoto kavunjika hicho mkono. Na huyo mtoto alikuwa katika maeneo gani hapo mpaka mti unaanguka? Mtoto alikuwa karibu na duka. Hilo duka kuna kibanda cha mboga ambacho kiko pale, ambaye nasadikika ni kicha kwao sijui, lakini alikuwa amejibanza sehemu ambayo yeye alikuwa sio rahisi kuloana, lakini ameangukiwa na mti bahati mbaya. Kwa hiyo inasemekana kwamba alikuwa amejibanza kwenye kibanda. Amejibanza kwa ajili ya asiloane kutokana na mvua. Ni kipi ambacho unawashauri watoto au wazazi kuwatunza watoto wao ikiwa inanyesha mvua, hususan katika mkoa huu wa Arusha? Cha ushauri wazazi sasa tuwe makini na watoto, kwa sababu hiki cha likizo mara nyingi tuko na watoto nyumbani. Mara nyingi ni kuwashauri watoto wakae maeneo ambayo ni salama kwa kipindi hichi cha mvua. Labda ni yapi ambayo unaambia jeshi la polisi kuweza kuwahi kwa tukio na kuweza kuokoa mtoto huyo siku hii ya leo? Nashukuru jeshi la polisi limefika kwa wakati, limetuokolea mtoto wetu na limemchukua kumpeleka hospitalini. Shikamoo mzee wangu. Marhaba sana, bali ya kwako? Salama kabisa. Hichi kilichotokea kabisa hapa, labda unaweza kutupa ufafanuzi mzima, ni kipi ambacho kimesababisha mpaka ikatokea tukio hilo? Kilichotokea mtaa huu ni kana kwamba ni mvua ilikuja ya ghafla, na baada ya kuja mvua ya ghafla ikajitokeza ile mvua ya mawe, tunaita mvua ya mawe. Ikaja upepo, baada ya kuja upepo ndio sasa ikatokea tukio la baridi, ikaja baridi kali, upepo mkali, ikaja sasa ikazoa baadhi ya miti ikaanguka, na ndio tukapata ajali ya mtoto kuangukiwa na mti. Labda ni kipi ambacho unawashauri wazazi au walezi wanaokaa karibu na watoto au kuacha mbali watoto? Hiki kitendo ni cha ghafla. Kama ni kitendo cha ghafla, kinachotakiwa ni kana kwamba ikishatokea kama kitu kinatokea kitu kama hiki cha mvua, watoto wakae mbali na maeneo kama ya miti ili waweze kurudi manyumbani wakae na wazazi wao ili waweze kuepukana na majanga kama haya. Wazazi unawaambiaje kukaa karibu kabla ya tukio kutendeka, kwa sababu mvua ikianza ni lazima mzazi atambue kwamba mtoto wake yuko sehemu gani? Labda ni kipi ambacho unawaambia kuweza kutunza watoto wao kwa weledi, kuweza kuwaepusha na majanga ambayo yanatokea? Kikubwa ni kuwaambia tu watoto kwamba mnapoona dalili kama hizi mnatakiwa mrudi manyumbani mapema ili muweze kuepukana na majanga kama haya ya kuleta hasara kwa wazazi. Mtu labda hajajipanga kuweza kumtibu mtoto kwa majanga kama haya, sasa hivi ni kwamba anapata shida kama hizi, na kwa sasa mtoto ni changamoto tena ya kuweza kutafuta fedha ya kuweza kumtibu mtoto kama huyo. Na walio karibu na watoto katika majanga ambayo yanaendelea, hususan katika msimu huu wa mvua, unawashauri nini kuweza kuwatunza watoto au kukaa mbali na sehemu kama hatarishi kama za miti kama hiyo? Kitu kikubwa kwa tuseme kwa wazazi wote jumla ni kana kwamba tuwaambie vijana wetu weza watoto wetu kwamba mnapoona dalili ya mvua ni bora mrudi manyumbani, kwa sababu mvua hizi ambazo zimekaa kwa kipindi kirefu hazijaweza kunyesha, inaponyesha inakuja na majanga makubwa, inakuja na madhara makubwa. Sasa matokeo yake ni kwamba kusababisha vifo, inasababisha vifo vya ghafla. Kwa hiyo cha msingi ni warudi nyumbani ili waweze kujikinga na matendo kama haya. Jeshi la zimamoto kuweza kuwahi, ni kipi ambacho unawaambia kuhusiana na ili tukio lililotokea? Matukio kama haya ni ya ghafla. Cha msingi ni kana kwamba watu tuwe na namba za simu za jeshi letu la zimamoto, ili jambo hili linapotokea ili waweze kupigiwa simu
waweze kuja kwa mapema na kwa haraka ili waweze kuja kuokoa majanga kama haya. Kitu kama hicho kwa kweli kitaweza kutusaidia wananchi, ile malalamiko ya wananchi waweze kupungua kupitia katika hali ya namna hii. Sasa ni hivi, maisha ni yako ndani ya siku mpya ambapo utajifunza mambo mbalimbali yatakayokutia hasira ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Tunapatikana kwenye platform zote za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na huko kwenye YouTube. Subscribe, like and share.